tukaosha kwa maji masafi, tukatakata zaidi ya seruji. Ni neema ya Baba yetu. Atukuze Mfalme Zumaridi, mamlaka Bwana Mungu chini ya jua, Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa mara nyingine tena kwa siku ya leo iliyompendeza Mungu aliyestanda mbingu na nchi. Kabisa watumishi wa Mungu, ni siku njema iliyompendeza Mfalme Zumaridi kwa siku ya leo tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka 2025. Imempendeza tena Mfalme Zumaridi kwa siku ya leo. Tuko airport katika uwanja wa Mwanza, Tanzania, mahali hapa tunamsindikiza kijana wangu wa kwanza huyu. Huyu kijana wangu wa kwanza kuzaa mimi, nimemzaa nikiwa na miaka 19. Nikamtoa mtoto huyu. Kwa siku ya leo, ndugu watazamaji wa Zumaridi News TV, ni siku ya kumsindikiza. Anaelekea masomoni nchini China. Anaelekea China kuendelea masomo yake. Nadhani juzi hapo tulikuwa na mdogo wake alikuja kwa ajili ya tafrija fupi ambayo tulifanya sherehe kubwa ya kumshukuru Mungu, kwa alikuja kuungana na sherehe yule mdogo wake. Kwa huyu ni kaka yake wa kwanza kuzaliwa. Kwa siku ya leo, ndugu watazamaji, tunawajuza tu kwamba anaelekea katika nchi ya China kwa habari ya masomo yake ambayo imempendeza Mungu akasome. Kwa ameambatana na watumishi wa Mungu ambao wamemsindikiza kama jinsi unavyoona wako mahali hapa. Hawa ni mitume wa Mfalme Zumaridi waliojitoa muhanga kwa habari ya kuitangaza agano la Mungu. Kwa hiyo wamemsindikiza rafiki yao kipenzi, tuko nao sama mahali hapa. Hawa ni mitume wa Mfalme Zumaridi. Mshangilie watumishi wa Mungu hapo waone. Hi. Hawa ni mitume wa Mfalme Zumaridi. Naomba muwatazame, hao ndio wanaowahudumia, wanaowasomea ramani, wamejitoa roho zao mpaka miili yao kwa habari ya kumtumikia Mfalme Zumaridi. Kwa hiyo tumeambatana nao kwa habari ya kumsindikiza mtumishi wa Mungu. Anaelekea China kwa habari ya masomo yake mtumishi wa Mungu. Imempendeza Mungu. Eti kama vijana wenzake mnasema hivi juu ya swala hili. Tunamshukuru sana Mungu wetu Mfalme Zumaridi kwa kupeleka tena nembo nyingine na chata nyingine nchini China. Tunatembelea zile nchi kubwa kubwa kwa ajili ya kutanguliza salamu, na hii ni utangulizi kwa sababu tuko mwisho. Haya mambo yamefikia ukomo, ndio maana tunaenda kwenye nchi ambazo zinatazamwa sana na dunia nzima. Kwa sisi kama mitume, kijana wetu tulikuwa naye pale nyumbani kwa upendo mkubwa, alitualika kwamba tuje tumpe company airport na tumefika. Kwa hiyo ni upendo wa baba yetu Mfalme Zumaridi. Tunawapa hai sana, tuko pamoja. Asanteni sana. Amen. Atukuzwe Mfalme Zumaridi, mamlaka ya Bwana Mungu chini ya jua. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mfalme Zumaridi kwa neema yake, hata kwa ndogo wetu huyu hapa Edward, mtoto wa Mfalme Zumaridi, kama jinsi mnavyomuona mahali hapa, anaelekea katika nchi ya China. Anaelekea masomoni. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mfalme Zumaridi hata kwa kumfikisha katika hatua hii. Ndiye Mungu wa magano makuu. Amen. Siku ya leo imempendeza Mfalme Zumaridi kuwepo mahali hapa katika viwanja vya airport jijini Mwanza, tukiwa tunamsindikiza mdogo wetu kipenzi Prince Edward. Huyu ni mtoto wa kwanza wa Mfalme Zumaridi ambaye anaelekea masomoni nchini China. Ni neema ya ajabu kabisa, lakini kwa wale ambao huwa mnafikiri sisi huwa hatuna akili, kwamba tuna akili, na hata watoto wa Mfalme Zumaridi wanasoma kwa viwango vikubwa mpaka wanafika nje ya nchi. Kwa siku ya leo tuna furaha sana, na hii tu ni hatua ambayo Mfalme Zumaridi anazidi kuifanya kutoka katika mipaka ya nchi ya Tanzania. Kwa hiyo tuna furaha sana kwa hatua hii kubwa ya mdogo wetu, na wengine watafuata, na tutazidi kuhabarisha kadri ambavyo tunazidi kuendelea. Ninaamini siku moja mtatuelewa. Mfalme Zumaridi. Amen. Kama mnavyoniona mimi hapa ni kijana wa kwanza wa Mfalme Zumaridi, ambayo nipo tayari kabisa kuelekea Dar es Salaam kwenda kujiandaa na safari yangu ya kimasomo nchini China. Kwa hiyo nashukuru cabinet nzima wamenisindikiza kwa upendo, mama yangu, watu wote kwa ujumla na washukuru kwa kunisindikiza. Wanahakikisha nimefika salama. Amina. Amen. Amen. Atukuzwe Mfalme Zumaridi. Amen. Basi tunamshukuru Mfalme Zumaridi kwa siku njema ya leo ya tarehe 26 mwezi wa 4 2025.
mtumishi wa Mungu, mtoto wa Mfalme Zumaridi Edward anaelekea China kwa habari ya masomo yake. Kwa hiyo sisi kama ndugu zake, dada zake, lakini pia watumishi wa Mfalme Zumaridi mitume tumekuja mahali hapa airport ya Mwanza kwa habari ya kumsindikiza. Kwa hiyo tunamshukuru Mfalme Zumaridi kwa neema yake, maana haikuwa kazi rahisi mpaka kufikia hatua hii. Mfalme Zumaridi ameweza kupambana mpaka kumfikisha kijana wake kuenda katika nchi ya China kwenda kusoma. Kwa hiyo sisi kama watumishi tunamshukuru Mfalme Zumaridi, kwa kweli hatukutegemea kama mtumishi wa Mungu Edward anaweza kufikia hatua hiyo, lakini tunaamini kabisa kama baba yetu anavyotuambia kwamba siku zote mvumilivu hula mbivu. Kwa hiyo leo anayaona matunda ya Mungu ndani yake, watoto wake kwenda nchi za nje, na sio huyu tu, hata mdogo wake yuko India kwa habari ya masomo. Kwa hiyo tunamtukuza sana Mfalme Zumaridi. Tunaamini kabisa kama kwa Mfalme Zumaridi kuna wasomi. Kwa hiyo anapofanya mahali hapa sio kwamba hatujasoma, ila naonesha kwamba ni jinsi gani hata elimu Mfalme Zumaridi anaikubali. Kwa hiyo msifikiri kwamba Mfalme Zumaridi anakataza watu kwamba wasisome au amewakalisha pale kama hawana akili, isipokuwa anawasomi, na ndio maana leo ameweza kurusha kitu hiki kwa dunia nzima kwamba muweze kutambua kuwa na wasomi wapo kwa Mfalme Zumaridi. Mbarikiwe. Amen. Kuzwa Mfalme Zumaridi. Amen. Wewe sifa mtawala. Amen. Basi nami namshukuru Mfalme Zumaridi kwa neema yake kuu kabisa na upendo wake kabisa kumpeleka kijana wake China. Maana huyu kijana alikuwa anasomea Dar es Salaam, lakini sasa anavuka nchi, anakwenda nchi nyingine tena, anapeleka ukuu wa Mungu pia. Lakini nisisahau sana kwamba airport ni kawaida. Mfalme Zumaridi juzi tulikuwa airport hapa na mdogo wake alikuwa akielekea India, lakini leo tuko na kaka yake tena anaelekea nchini China. Kwa hiyo swala la kusoma kwa Mfalme Zumaridi ni swala jepesi kabisa, ni swala ambalo liko mbele kabisa kwa Mfalme Zumaridi. Watu wanasoma, watu wanapata vitu vyote vya aina yote pale kwa Mfalme Zumaridi. Sio kwamba labda hawasomi, wanasoma pia, wanasoma neno la Mungu, wanasoma mambo yote. Kwa hiyo na wasihi tu watumishi wa Mungu dunia nzima kwa kuitazama kilipu hii, kijana huyu anaelekea China kwa ajili ya masomo. Kwa hiyo mbarikiwe sana na Mfalme Zumaridi, wote ni wapake dunia nzima. Natukuzwe Mfalme Zumaridi. Amen. Basi nami na kila sababu ya kumshukuru Mfalme Zumaridi, Mungu wetu chini ya jua, hata kunipa neema hii kuongea machache kupitia tukio zima ambalo siku njema leo ni tarehe 26 mwezi wa 4. Mbele yenu hapa tumesimama, nadhani mbele nyuma yangu kuna jopo kubwa kabisa ambao ni watumishi wa Mfalme Zumaridi, wakiwepo wazee wa kanisa, mitume, na vile vile kulia kwangu hapa niko na Prince Edward, kijana wa kwanza wa Mfalme Zumaridi, ambaye imempendeza naye leo kuweza kufikia katika airport hii ya Tanzania ya Mwanza kwa lengo la kumsindikiza safari yake ya kwenda China kwa ajili ya kujiendeleza kimasomo. Tunamshukuru Mfalme Zumaridi na tunamuomba aendelee kumsimamia katika hatua hii. Amesimama katika hatua ya kwanza, alikuwa chuo Dar es Salaam, na sasa hizi anasimama katika hatua nyingine tena na kwenda nchini China kwa ajili ya kujiendeleza kwa masomo. Tunaamini kabisa katika wengi wakiamini kwamba Mfalme Zumaridi anapingana na mambo ya kidunia ambayo ni elimu ya kidunia, lakini mbele yenu ni udhihirisho dhahiri kabisa kwamba Mfalme Zumaridi yuko pamoja, mambo yote yanapatikana kwake na anayasupport kwa 100%. Huyu ni kijana wa kwanza ambaye mdogo wake wa pili ameshaenda nchini India, yeye akifuatia Edward kwenda China. Kwa hiyo haya inadhihirisha kabisa Mfalme Zumaridi sio kwamba anakinzana na watu wanaosema kwamba hapendi watu wasome ama anawahifadhi watoto wasipate elimu. Hii kupitia Edward, kupitia mdogo wake David ambaye yuko India, inadhihirisha kabisa kwamba Mfalme Zumaridi yanayosemwa katika mitandao ama katika social media ni yako kinyume na yale ambayo anayofanya Mfalme Zumaridi. Kwa hiyo nimesimama hapa kama Elisha Stewart, kijana wetu Edward, na kutakia masomo mema. Unapokwenda nchini China, zingatia kile ambacho Mfalme Zumaridi amekuasa, na nadhani baba yetu amekuasa mengi. Kwa hiyo zingatia yote ambayo Mfalme Zumaridi anahitaji ukayatende China. Umekwenda kuwa kama balozi, hujakwenda tu kwa ajili ya masomo, umekwenda kwa masomo, lakini umekwenda kama balozi kwa ajili ya kuitangaza jina la Mfalme Zumaridi.
Ninaamini kupitia wewe umefungua njia kwenda China, na maana kunaamini hata kupitia Prince Devi kuna tayari watu wameshaanza kujiongea kwenda India, ina maana amefungua njia kwenda India, na wewe ninaamini unafungua njia kwenda China. Namshukuru Mfalme Zumaridi na kushukuru baba yangu hata kunipa nafasi hii kuweza kuongea machache kupitia vijana wetu. Tubarikiwe watumishi wa Mungu. Amen. Basi mimi tunapenda tena kumwasa kwa mara nyingine kwamba anaenda katika nchi za watu. Tunamwasa hapa mbele ya social media kwamba anakwenda katika nchi za watu. Kwa hiyo anapaswa uzingatie sana kuwa na hekima na busara. Maana unakwenda katika nchi za watu weupe na huwa wana sheria zao na katiba zao. Usiende kinyume. Ninakuasa kabisa mtumishi wa Mungu, mtoto wa Mfalme Zumaridi, nenda kafanya yanayompendeza Mungu. Usifanye yasiyompendeza Mungu. Hizo ni nchi za watu, nchi ambazo zina sheria zake. Kwa hiyo sheria ya Tanzania ina sheria zake, lakini pia na China ina sheria zake. Kwa hiyo kafuate sheria ambazo utaenda kuzikuta kule. Uzifuate, usiende kinyume na taratibu ambazo unaenda kuzikuta kule. Pia ukasome, uende ukafanye kinachokupeleka. Sio uende China ukashangae magorofa, ukashangae hivi. Wewe sasa mtu uko busy na vitu vingine vya kidunia huko, maana umeshafika katika nchi kubwa ile. China ni nchi kubwa. Sasa sio ukazame kwa vitu vingine. Unapaswa uenende na mapenzi ya Mfalme Zumaridi mama yako. Hapo ndio utaenda sambamba na Mfalme Zumaridi. Ubarikiwe na Mfalme Zumaridi. Bila kutangulia ufike salama kwa mkono wake. Hakuna ajali, hakuna mauti, hakuna magonjwa, hakuna chochote kile. Mkono wa Mfalme Zumaridi wa juu yako. Tumbariki, tumshangilie mtumishi wa Mungu. Amefanya Mfalme Zumaridi, King Zumaridi. Niko na kijana wangu wa kwanza airport Mwanza Tanzania. Okay, no problem. Yeah. Katutakatisha kwa maji masafi, tukatakata zaidi ya seruji. Ni neema ya Baba yetu, wala si kwa ujanja wetu. Ni neema ya Baba yetu, wala si kwa ujanja wetu. Katuogesha katutakasa kwa neno lake, katumia na gharama kutukombana, kutusogeza mikononi mwake.
Atukuzwe Mfalme Zumaridi. Amen. Mamlaka Bwana Mungu chini ya jua. Amen. Basi ina kila sababu ya kumshukuru Mfalme Zumaridi kwa mara nyingine tena, watumishi wa Mungu. Tuko mahali hapa watumishi wa Mfalme Zumaridi, tumetoka kumsindikiza kijana wetu ambaye ni Prince Edward, anaelekea nchini China kwa habari ya masomo yake. Tuko airport ya Mwanza mahali hapa tukijidai kabisa watoto wa Mfalme Zumaridi. Unatuona tunapomeremeta. Watoto wa Mfalme Zumaridi ng'ara wote ng'ara. Lakini pia napenda kujuza dunia na Tanzania, watoto wangu wote wanasoma kwa scholarship. Wote wanasoma kwa scholarship. David anasoma nchi ya India, anamsomesha, scholarship amepata. Lakini pia Edward pia na yeye amepata scholarship. Muona kwa sababu ya akili nyingi ambazo zimo ndani ya ufahamu wao. Huwezi kupata scholarship kama huna akili. Wakifuatia data zako za nyuma kuanzia form 1, form 2, form 3 mpaka 5 mpaka 6, wakiziona data zako nzuri zinaelekea vizuri, ndipo wanakupatia scholarship. Scholarship huwezi kupata mtu ambaye huna akili. Kwa hiyo wamefuatilia data zake vizuri, baada ya kuomba chuo wakaona huyu anafaa kupata scholarship. Kwa hiyo amepata scholarship katika nchi ya China. Mwingine kapata scholarship katika nchi ya India. Kwa watoto wangu wote wawili wamepata scholarship kwa uwezo wa Mungu. Kuna wengine wana akili kabisa nyingi tu, lakini scholarship hawapati. Wana 1 ya 0.7, 0.6, point ngapi, lakini scholarship inakuwa kwa ni ngumu na wanaitafuta kwa udi na uvumba, lakini hawapati. Lakini kwa Mfalme Zumaridi, kwa sababu nina Mungu aliyekaa ndani yangu, kwa anafanya wepesi. Watoto wangu wote wawili wamepata scholarship nchi za nje, China, India, lakini pia watenda mbali zaidi, naamini kabisa. Kwa hiyo nina kila sababu ya kumshukuru Mungu hata kunipa baraka hii. Kanibariki kuanzia mwili wangu unauona ulivyo, kanibariki kupitia maisha yangu ndio unayaona yalivyo, lakini pia amenibariki watoto warembo wazuri hapo unaona walivyo, nyuso zao za kujamana warembo. Kanibariki maichibiwa kwa hapa, watoto wenye sura zimenawiri, sura mbichi, sura ambazo zimejaa, safi kabisa kama unavyoona maichibiwa wa Mfalme Zumaridi. Wote hawa mtumishi wa Mungu amempigia kwa kila sababu ya kumshukumana tumekamilika. Hakuna mtu alinda upande hapo kama unavyoona, wote tuko tu vizuri. Nyuso ziko safi, maumbo wameumbika kwa kweli. Waumba, unaona foto wa Mfalme Zumaridi. Kwa jina la Mfalme, yani wako safi kabisa unavyoona watumishi wa Mungu. Unaona kwa jina la Mfalme. Na vifaa navyo na wani wasomi hawa kwamba hawajasoma, wana elimu tena, yani zaidi ya elimu ya dunia hii. Hii elimu wanao hawa ni zaidi ya elimu ya China, zaidi ya elimu ya India, zaidi ya elimu ya dunia nzima, elimu ya kifalme, elimu ya juu itakayokuja kutikisa ulimwengu, itakayokuja kushangaza mataifa na mataifa. Watachukuliwa na mataifa kuja kupimwa akili zao kwamba hawa wamewezaje haya, kwa sababu wana Mungu, wamewezeshwa na Roho Mtakatifu aliyekaa ndani ya kifua cha Mfalme Zumaridi. Amen. Hivyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mfalme Zumaridi. Sasa tunaelekea majumbani kwetu. Amen. Tumemaliza kwa habari ya kumwaga kijana wetu, tumempeperusha anaenda. Sasa tunarudi katika majumba yetu. Lakini napenda kuanza Tanzania na dunia nzima kwa ujumla. Mimi King Zumaridi sio kwamba eti mimi ni zombi. Nina akili zangu timamu kabisa, maana hata watoto wangu wanapata scholarship. Ningekuwa sina akili, ningekuwa ni zombi tu fulani, hata scholarship watu wangu asingepata. Lakini sio kama nakalisha watoto kwamba cha wasomi sina magani. Nadhani kama ningekuwa nakalisha watoto wasomi, hata hawa kwangu ningewakalisha wasisome. Umeona? Kuna elimu aina mbili, kuna elimu ya rohoni. Mtu kama ameshindwa elimu ya mwili, lazima umpatie elimu ya rohoni, kwa sababu ni elimu ya mwili. Elimu ya mwili pia inatakia bidii zako wewe mwenyewe, kama una maksi gani au unahitaji ndani ya leo kusoma. Kuna mtu ambaye hajiwezi, kwa kama hajiwezi kimasomo ya kibinadamu, sasa na rohoni akose kweli jamani. Kwa hiyo akose vyote, yani kwa Mungu akose na kwa dunia akose. Ndio kitu ambacho hakiwezekani. Hawa walioko mahali hapa elimu ya mwili wanayo, lakini pia na elimu ya roho wanayo. Kama jinsi tunavyoona, lakini pia wote walioko kwa Mfalme Zumaridi wana elimu ya mwili, lakini pia wana elimu ya roho. Amen. Hebu ifuatilie sheria ya juzi uone kama kuna mtu ana elimu ya mwili pale. Ifuatilie sheria uione jinsi ilivyokuwa imepangiliwa. Ilivyokuwa imepangiliwa, imetulia. Nani anafanya sheria za duniani? Nani?
anayefanya sherehe hizo za kiwango kama za Mfalme Zumaridi? Yupo jamani, utumishi wa Mungu? Sherehe za kiwango, mavazi yamepangiliwa safi, wana elimu za mwili na elimu za roho tunazo, lakini zaidi sana sisi tuna elimu ya roho, ndio inaochanganya dunia huko na wachanganya wapiga kwa amba kama leo hivi. Mama vipi? Kwa sababu ni mambo mapya yanayoshuka katika ufalme yanakuja duniani ambayo hamjawahi kuyaona nyinyi, ndio kuyasoma, na ndio maana mnajikuta mnaanza kuropoka kama miropoko nyinyi, ndio kama miropoka tu, mnaropoka. Huyu mama amechanganyika, wanafunikwa nguvu za mapepo. Hizo nguvu za mapepo, ile nguvu ya juu zete mapepo. Kwa hiyo Mungu ana nguvu. Kama huna nguvu, kasome, kalale, kauze nyanya, kalime mahindi au kalime mboga, kalime bustani, maana nguvu ya Mungu huna ndani yako. Ukiwa huna nguvu ya Mungu, basi unasema wewe ni mtumishi wa Mungu gani? Huna nguvu ya Mungu. Ubarikiwe na Mfalme Zumaridi. Amen. Haya nimeyasema kwa nimepitia kwenye klipu, nimeona kuna klipu mtu amenyonya ile nguvu kubwa ile ya juzi, akarusha mchungaji huyo, alafu akatukana sana. Nimeidaba leo. Akatukana sana, majazwa nguvu za mapepo, majazwa nguvu za majini, majazwa nguvu za kuzimu, mnapelekwa kuzimu. Haya nguvu ya mnaomiminiwa hayo ni ya shetani. Huyu mama amepata hapi nguvu wakati ni kahaba tu mmoja huyu. Nimenyonya kipu, nimeiona. Angalia nikaona mtu ametukana, amenyonya ile nguvu akarusha. Hasa wewe kama huna nguvu ya Mungu, hasa unatumika nini? Maana ukishasema mimi ni mtumishi wa Mungu, kielezo chako ni nguvu ya Mungu ndani yako, ndio kielezo. Kielezo cha mtumishi wa Mungu sio maandiko. Sio maandiko, kielezo cha mtumishi wa Mungu ni nguvu ya Mungu ndani ya mtumishi wa Mungu. Kwa kama hauna nguvu ya Mungu, ina maana huna kielezo wewe. Maana kielezo sio maandiko. Maana maandiko hata mwewe unaweza kusomea Mathayo, Luka ya ngapi? Sura ya ngapi? Yeremia anasema hivi, hata mwewe unaweza kufanya. Kielezo cha mtumishi wa Mungu sio maandiko wala sio Biblia. Kielelezo ni nguvu ya Mungu ndani ya mtumishi wa Mungu na mafunuo ya Mungu na hekima za Mungu na miujiza na ishara na maajabu, ndio kielelezo cha kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu. Sasa kama hayo yote wewe hauna, wewe ni mtumishi wa nini? Wewe ni mchungaji wa nini sasa? Ni mchungaji wa nini? Unachunga nini? Una nguvu ya Mungu, unatukana watu wewe na unazadi, unatoa matusi ya nguoni, unatoa mambo machafu, unatukana nguvu ya Mungu. Lakini ipo siku tunanyonya tu kile kitu kasi tunachukua tunatunza. Ipo siku sijui utajifichia wapi, mtumishi wa kuzimu. Maana wewe ni wa kuzimu. Maana kama ulikuwa ni mtumishi wa Mungu ungegundua hiyo nguvu imetoka wapi. Mbarikiwe sana. Tunawaaga sisi, tunarudi kwetu majumbani kwa raha zetu, kwa baraka zetu tena. Bye. Bye mchungaji wa wapi? Wa kuzimu. Wenye nguvu ya chini. Bye. Malidi ana nguvu ya juu. Wewe una nguvu ya chini. Namuonea wivu. Kaibu tunashuka kwa sababu tutakupokea tu kwa sababu halijua litendao. Au juu litendao. Bye na kuzimu yako. Bye mchungaji wa kuzimu. Bye tukana nguvu ya Mungu. Bye mchungaji wa kuzimu, tunaondoka. Bye na umaskini wako. Bye mavazi yako ya maskini. Bye maskini mkubwa. Unanuka shoka. Cheki ndinga. Wewe unayo hii. Wewe una nguvu ya mbinguni, unatukana nguvu ya Zumaridi. Wewe unayo hii. Hata tu bajaji unayo. Hata pikipiki unayo. Hata baskeli unayo. Wewe mchungaji unayetukana kwa mimi na watu mapepo. Unayo hii ngoma? Hata bajaji unayo kweli, bajaji ya 500,000 unayo wewe? Bye mchungaji wa kuzimu. Bye. Bye. Wewe nipo siku utalia na utasaga meno. Wewe tuliendelea kutukana. Endelea kutukana. Ipo siku inakuja. Na ni mwaka huu utaendelea kusaga meno. Zangu hizi ya dunia.
yetu ya YouTube kupitia Zumaridi News TV.